Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tulivyosema hapa, tumetoa baadhi ya maeneo kwa ajili ya nchi ambazo tunatoa huduma. Kwa mfano DRC tumewapa hekta 45, Burundi tumewapa hekta 10, Malawi hekta 10, Rwanda hekta 10, Sudani ya Kusini hekta 10, Uganda hekta 10, Zambia hekta 20 na Zimbabwe hekta 10. Mtaona DRC tumewapa hekta nyingi kwa sababu mzigo mwingi unakwenda transit, unakwenda DRC. Sasa hivi si chini ya tani nafikiri milioni 5.99 zinakwenda DRC, kwa vile wale ndio wamepata eneo kubwa. Lakini wengine wakihitaji eneo zaidi, serikali iko tayari kutoa eneo zaidi. Kama nilivyosema, tunazo karibuni hekta 500 hapa, na kuna manufaa ambayo yanapatikana. Kwanza ni kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam, kupunguza kwa msongamano wa shehena na meli kwa kuhamisha sehemu ya shughuli za bandari hapa Kwala. Hilo ndio jambo muhimu ambalo tulikuwa tunaliangalia. Pili, kuongeza matumizi ya bandari na nchi za jirani. Kwa kuwapa maeneo bandari nchi za jirani, tunaongeza au tunawavutia zaidi uchumi. Kama nilivyosema, hapo liko eneo la EPZA ambalo kwa ajili ya uwekezaji liko hapa. Hapo kuna eneo la viwanda, vile vile industrial park, yote yamekuwa hapa ili uwe rahisi kwa bidhaa zinazotoka bandarini ziweze kuja hapa, alafu kuja hapa zinapelekwa EPZA, hapo economic special zone, ama kwenye eneo la viwanda. Kwa vile kuweko kwa eneo hili kutaleta faida sana kwenye uzalishaji bidhaa mbalimbali za viwanda. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Profesa Mbarawa kwa usimamizi mkubwa ambao umeufanya kwenye sekta hii ya uchukuzi. Lakini tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuwa uwekezaji mkubwa ndani ya eneo hili la Kwala. Kukamilika kwa huu mradi kunakuja kutoa suluhisho la msongamano wa magari kwenye jiji la Dar es Salaam. Eneo la Dar es Salaam bandari ilishajaa kwa sababu baada ya uwekezaji mkubwa watu wanaleta mizigo mingi, na juhudi za serikali kutafuta maeneo haya mmetatua tatizo la msongamano japo halijaisha. Mheshimiwa Waziri, tunafarijika tukiona mizigo ambayo ipo hapa na yale yaliyokuwa yakisemwa huko nyuma ni vitu viwili tofauti. Kwa wale ambao wanajua mtiti ule wa DP World ulivyokuwa na sasa tulipofikia, tuna vitu viwili tofauti sana. Ninawaomba Watanzania wenzangu tuiamini serikali kwamba kuna kazi ambayo imefanyika, na sisi kama wabunge ni mashuhuda wa kuja kuangalia